Jina yangu ni Regina Wairimu na huyo ni kijana yangu mwenye alishikwa. Sasa alikuwa ameenda kinyozi kunyolewa. Sasa akigojea tani yake alikuwa amekaa hapo nje na ka form. Kulikuja gari moja ya double cabin na kukatoka watu wanne wamejiweka mamask. Sasa wakamshikania wakamulisha kwa gari. Akijaribu kuuliza ni nini kulingana na vile tuliambiwa na hao watu wa kinyozi, akaambiwa utajulia mbele na akarushwa kwa double cabin na gari ikapasua ikaenda na huko pande ya Nairobi. Sasa sisi ndio tunauliza kama wazazi, tafadhali kama huyu mtoto ni kukosea amekosea, tafadhali sisi kama wazazi tutamkalisha chini tumwambie. Na tumesoma sorry kama ni kukosea amekosea. Sisi hatuna ingine, tungeomba serikali yetu Bwana Ruto tafadhali turudishie huyu mtoto, na tumesema ni sorry kama amekosea. Sisi kama wazazi tutamkalisha chini na tutaita mpaka watu wengine tumkalishe chini, na tumesema ni sorry kwa niaba ya mtoto. Sisi hatuwezi jua, kwa sababu watoto huwezi jua nini wanafanya kwa simu. Ukiwa pale huwezi jua ni nini, na ni mtoto mkubwa huwezi jua ni nini anafanya. Sisi tunaomba serikali tafadhali turudishieni huyu mtoto tafadhali akiwa uhai. Hatujaongea naye tangu Saturday na hatujui pahali yako. Na kama ni mambo amekosea tafadhali wampeleke kotini tujuange ni nini kunaendelea. We are in darkness, total darkness. I'm Samoro Mudhamia. I'm the County Police Commander Hembu for the last 3 months. It is true that on Saturday, around 2200 hours, we received a report from St. Gerard Kalicha that his son was missing and not arrived home from Nairobi. Apparently, the young man and by the name Mbire Mwangi, and they come from Nairobi to home for the festivities. But at around that time, the father realized that it had taken long for the young man to arrive home, and he made a report to us. We received that report on Saturday evening. But on checking, he realized that somebody was trying to call him, and he called back another young man in town who confirmed that Mbile was abducted from the barber shop where he had gone to be attended. That was on Saturday at around 15:30 hours. While he was waiting at the barber shop, some 100 men, apparently armed, grabbed the young man, took him to a waiting pickup, a double cab, white in color, and they sped away with him. Now, the unfortunate bit here is that no one took the number plate of that white double cab. And according to our research, the Crime and Intelligence Unit team, which we have engaged to try to establish his whereabouts, is that immediately after he was taken away, maybe around 400 meters from the scene, his phone was switched off. We are trying to find out his whereabouts. It was unfortunate that no one took the registration number of the vehicle which took him away. But we have deployed all our mechanisms of work to try to establish where he could be. I believe that we shall be able to trace him, even if his phone was switched off and no one took the registration number of the vehicle which took him away. We are going to go flat out and see whether we can be able to trace him by using all means possible. Now, so far, today is on Monday, we have not received any reports on his whereabouts. We cannot be able to trace him anywhere, but we are working on that. Mimi ningeuliza serikali yetu kama watoto wanakosea, waache kutumia ile force kubwa kutumana mabaunza waine wamejiweka mamask, hata wao watoto watakuwa traumatized.
Sasa ningewaomba watumie tu force kidogo, vile mzazi anarekebisha mtoto wake, ndio ningeomba serikali tafadhali msiwe na hiyo force kubwa. Guide hawa watoto na njia ya uzazi, kama nyinyi pia najua nyinyi ni wazazi. Na kijana akija tutamdiscipline sisi wenyewe. Tumesema kama ni kukosea amekosea. Tumesema ni sorry na tutarekebisha huyu mtoto. Hiyo ndio tunaomba tafadhali Bwana Ruto, tunakuomba tuachilie huyo mtoto wetu. Ndio tukule sikukuu kama hao watu wengine. Jina Wairimu wa Mwangi, no niwe Mwangi, na nikumaka tumakite tondu mwana Saturday athire kwenjwo etereire tani yake kinye kinyuthini, hokire ngari double cabin ukiuma anakianya ana makimuoya makimuikia ngari-ini, tukirwo ni mundu ucio wa kinyuthi tutiamenyaga. Riu mamuikia double cabin-ini, mwana tukiigua ni ageragia ku resist, akiuria nikieka, akirwo utajuria mbere na agikio ngari-ini. Riu nikuo turoria thirikari itu tondu nio twacagurire matuiguire tha ongorwo ni kuri undu mwana ucio ekite, ithu turi aciari ni tukumuikaria thi, no manjokerie mwana wakwa mugima, ajokerie mwana wakwa mugima, matikamorage. Tutiwe kuri ari, ona tutimenyete undu, gutire mundu twirite undu kuria mwana ucio ari. Riu ni kumaka tumakite ino thirikari ongorwo mwana ucio gutire mwana utahita, gutire mundu utahitagia, no ngorwo mwana ucio ni kuhitia hititie ringi ki maundu maya ma ciana, ithu ni tukumuikaria thi ta aciari twarie nake, na ne ongo ni kuri undu ekite muru ni twahera ithu turi ta aciari, matucokerie mwana witu ari o mugima. Niguo tungiuga, na ni twahoya president witu, President Ruto, ni tukwendete tafadhali tucokerie mwana ucio. Sisi hatuna makosa, na kama alikosea tunasema ni sorry na tutamkalisha chini. Hivyo tu ndio ningesema. Tagombire Wanyiri Mwangi na ni wa miaka 24. Kwari Saturday thaa 9. So entegirwo ko? Anyitirwo na haria Shakahora etereire enjwo. Gerald Mwangi Karicha. Na mimi ndiye baba ya hiyo kijana anaitwa Billy Wanyiri Mwangi. Na Saturday huyo kijana is a very disciplined boy. Mimi nilikuwa naona mpira ya Man City, so nikampigia kitu saa 9 akawa mteja, sababu nilikuwa nataka akuje tuone mpira naye, sababu hata yeye anapenda mpira. Hakukuja. Nikampigia almost saa 10, simu ni mteja. Nikapigia mamake, nikamwambia huyu kijana anampigia, hata before nimemalize mama yake akaniambia hata yeye anampigia ni mteja. Sasa ilipofika saa 1 tukaanza kuwa na hofu what could have happened, because this is not the practice of the boy. Sasa tukatoka na rafiki yangu anaitwa Ndungu, tukazunguka hizi masaiba, anaenda ku download movie wapi, tukakosa. Tukaenda polisi hapa Embu police station, tukaripoti. Alafu tuliporipoti huko tukaenda hizi clubs, lakini yeye hakunywi pombe, but you know we were just not taking any chance. So tukaenda mpaka tukaenda kule kunaitwa hospitali kuangalia kama it could be a case of accident. Hatukupata yeye. So in the morning ya jana nikarudi polisi nikasema hatujampa, ndio niliandikisha OB namba 11 ya jana, na leta kesi ikapewa CID hapa Embu na wakaniandikisha mpaka statement. But what happened, wakati tulitoka kuangalia yeye Saturday usiku, niliingia kwa nyumba saa 5. Wakati sasa tumetoka huko na rafiki yangu mwingine anaitwa Ngavu, nikaingia kwa nyumba saa 5. Wakati na scroll simu yangu nikaona simu ilikuwa imenipigia saa 9 mchana. Hiyo simu I have not saved it. So nikapiga. Kupiga
jamaa akachukua, anaitwa Brian. Yeye ndio mwenye baba shop pale Shakahola. Sijui kama jina ingine iko. Sasa jamaa akaniambia, baba Bili, nimekupigia saa 9 na uchukui simu. Nikamwambia nilichukua, lakini ni kama hatukuwasiliana. Akaniambia kijana hapo alikuwa hapa anangojea tani yake ya kunyolewa, kukakuja double cabin silver pickup ikakuja na screeching stop, ikasimama, wakaendea kijana wakamchukua juujuu, wakamtupa kwa gari. Akauliza nini nimefanya, wakamwambia utajulia bere. Those guys walikuwa mabaunza, strong guys. Wakamwambia wewe kijana, ingia, wacha maswali. Na walikuwa wamefunga mask, walikuwa hooded na maglasses na makofia. Wakaingia, in fact they caused a lot of scare, sababu kila mtu ni kama was running away. Hawakupiga hata picha, hawakuchukua hata namba hiyo gari. Ilienda na ikaenda, nasikia ilienda na ikaenda Nairobi. Sasa after that, mimi hatujajua huyu kijana ni nini. Simu yake ni mteja mpaka saa hii. Hakuna mtu ametuambia pale yako. Mpaka saa hii asubuhi nimepigia CCIO, akaniambia they have not made any formidable progress, na mpaka saa hii hatujui kijana hako. Mimi naomba, in the event that it is the government which abducted this boy over this social media trash, mimi naomba serikali yetu, mimi serikali nilifanyia campaign ile hujaiona. Tukiwa na governor Cecily Mbarire anaweza sema hapa, tulifanyia hii serikali campaign mpaka ikashida. Na iliposhida, mimi naomba Ruto president, mimi namuomba tafadhali Ruto, mimi nikubuka, mimi mzee, kama ni wewe uko na hiyo kijana, kama ni serikali iko na hiyo kijana, tafadhali mimi naomba aachiliwe. Akija hata mimi ananijua, I am a disciplinarian, I would discipline him, yeah, with all my force, because I cannot allow kama yeye aliniengage na hizo mambo aendelee na kuharibu serikali ambao mimi baba yake nimeitafuta, nimechagua. Ulizeni gavana yetu Cecily Mbarire, we did campaign with him, tukakampainia Ruto UDA na akashida. Tafadhali mimi Ruto nakuomba, kama huyo kijana alishikwa na serikali, huyo kijana nakuomba umwachilie. Tafadhali wacha akuja hapa tukule sikukuu na tutakuwa nakwambia asante. Na mimi I do not support what goes on social media ya vitu ziko huko, sababu hata pia mimi ni mzazi, singepata kuona vitu zingine ambaye wewe unaziona, sababu uko na watoto na watoto wanaona baba yao vile anafanywa. Kama huyo kijana, na mimi najua he is not a creator of those things. He could only, ni mchezo ya vijana. Unatupiwa kakitu, unatupia mtu. I can assure you, that boy did not create those things. It is a case of post to me, I post to my friends. Mchezo hii ya vijana, mchezo. I can assure that is what happened. Now we have no idea where that boy is. Up to now, we called all the friends, all his friends. No one knows where the boy is. In fact, I appear to have the latest information. I was shocked in the morning. Napiga nagojea nipigiwe, niambiwe pale yako, please Mr. President, mimi nakupenda, tukiwa na bibi yako, tulikupa kura, na we do not support these things which are happening. Sisi ni wazazi, tunakuomba kama kijana alishikwa na serikali, please ashiria yeye, I will discipline him myself. Mimi naomba serikali yetu ya Bwana Ruto, tafadhali, kama mtoto ako na serikali, watu wanamshika huyo kijana, ni kijana very skinny, kijana mwe baba, hana nguvu na ako sikiri. Sasa wanaume ine mabaunza hii mara mbili kwangu, kushika hiyo kijana airborne, kumpeleka juu, kumtupa kwa gari, swali ni sawa, hako na makosa. Mimi sijakataa kama ni serikali iko naye, na hiyo mambo tumeongea. Wakati ingine tutumie kafosi kidogo, ili tusiumize kama tunaenda kurekebisha tuharibu zaidi.
Regina Wairimu wa Mwangi, no niwe Mwangi, na nĩ kũmaka tũmakĩte tondũ mwana Saturday athire kwenjwo. Athiĩ kwenjwo etereire tani yake kinye kinyũthi-inĩ, hokire ngari double cabin gũkiuma anake ana makĩmuoya makĩmũikia ngari-inĩ, tũkĩrwo nĩ mũndũ ũcio wa Kinyũthi tũtiamenyaga. Rĩu mamũikia double cabin-inĩ, mwana tũkĩigua nĩageragia kũ resist, akĩũria nĩkĩ eka, akĩrwo utajulia mbele na agĩikio ngari-inĩ. Rĩu nĩkuo tũroria thirikari itũ tondũ nĩyo twacagũrire, matũiguĩre tha ongorwo nĩ kũrĩ ũndũ mwana ũcio ekĩte, ithuĩ tũrĩ ta aciari nĩ tũkũmũikaria thĩ, no manjokerie mwana wakwa mũgima, anjokerie mwana wakwa mũgima, matikamũragie. Tũtiũĩ kũrĩa arĩ, ona tũtimenyete ũndũ, gũtirĩ mũndũ twĩrĩte ũndũ kũrĩa mwana ũcio arĩ. Rĩu nĩ kũmaka tũmakĩte, ĩno thirikari ongorwo mwana ũcio gũtirĩ mwana ũtahĩte, gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia, no ongorwo mwana ũcio nĩ kũhĩtia ahĩtĩtie rĩngĩ kĩ maũndũ maya ma ciana, ithuĩ nĩ tũkũmũikaria thĩ ta aciari, twarie nake, na ongorwo nĩ kũrĩ ũndũ ekĩte mũru nĩ twahera ithuĩ tũrĩ ta aciari, matũcokerie mwana witũ arĩ o mũgima, nĩguo tũngiuga. Na nĩ twahoya president witũ, President Ruto nĩ tũkwendete, tafadhali tũcokerie mwana ũcio. Sisi hatuna makosa, na kama alikosea tunasema ni sorry na tutamkalia chini. Hivyo tu ndio ningesema. Tagwo Bire Wanyiri Mwangi na nĩ wa mĩaka 24. Kwarĩ Saturday thaa 9. So entegirwo ko? Anyitirwo na harĩa Shakahora etereire enjwo. Ile ubi namba tulipoenda kuripoti. Sawa muulize. Ningo ndogo kama ngambo tika. Haina shida. Ingire ndo ndo kali muno. Nduma bana meditire kia gari.